Sahil. Wewe umepajuaje hapa? Sahil jamani. Umepajuaje hapa? Naomba tuongee. Wewe mimi nilikwambiaje? Najua lakini na maongezi na wewe. Sitaki ujamaa na wewe. Yaani sitaki chochote kuhusu wewe katika maisha. Nisikilize Jojo. Yaani kwa kila kitu ambacho umekifanya, sitaki kuona katika maisha yangu. Hata siku toka. Sahil, naomba unisamehe. Jojo toka. Nitakuja kukudhalilisha Jojo. Nitakuja kukudhalilisha, toka. Sister. Vipi? Safi ya kwema. Kwema? Vipi? Mbona barabarani tena? Nimepumzika tu kidogo. Hamna shida. Dada, ukaa barabarani dadangu? Sijisikii sawa. Ila nikikaa sawa nitaondoka sijali. Sasa sikia dada. Hapo leo unaonekana kabisa hauko sawa. Mimi naomba nikusaidie kitu hichi. Naomba nikupakie hapa, nikupeleke home. Mdogo wangu nayo hela basi ya kukupa. Dada, sina tena. Pesa sio kitu. Mimi mwenyewe moyo wangu umelizika kabisa na kupeleka bure kwa sababu wewe hauko sawa. Kwa hiyo njoo upande hapa, ondoka. Mimi niko sawa ila nikizunguzungu tu ndio ninasumbua. Kikitulia taondoka, hamna shida wala hata usiwazi. Mimi sitaki hata 100 yako, nimekwambia kaa, shida yangu kusaidia, unaonekana wewe hauko sawa. Njoo kae bwana dada, twende. Njoo bwana. Sawa, haina shida bwana. Kwa ndo kama hivyo shoga yangu. Si ndio bwana kanifumania. Cheki shoga yangu. Yaani nimetoka pale na kumwaga. Bwana huyo katiba na kufukuzwa juu. Hapo umebaki na dawa zako. Sasa shika nini? Shoga yangu umebwalaza. Yaani acha. Ila pole. Asante. Saa Aisha. Hapa cha kufanya hakuna. Inabidi tuende kwa babu. Atanielewa sasa. Atatuelewa tu. Inabidi tukamwambie hatuna jinsi. Najua nimekosea masharti. Hamna jinsi, yule mzee ashindwe kitu. Yule mzee ashindwe kitu. Umesahau wale matatizo yangu mimi. Nakumbuka. Ashindwe kitu. Yaani tukamuombe tu atatusaidia bwana. Sawa. Mimi niko tayari hata kama ni leo. Kwa leo shoga yangu. Sio kweli, mzee wangu sasa hivi anarudi hapa. Ila nitaongea na yule mzee. Kishaongea hapo kwenda labda kesho, nitakutafuta kesho mapema. Twende. Sawa basi, ukiongea naye utaniambia ili tuende. Maana nisielewe. Usijali shoga yangu, kuwa na amani. Sawa, acha mimi nikuache. Sawa shoga yangu, mimi hata sikusinzia. Hamna shida. Na mume. Usijali mwana, hamna shida. Haya mwana, karibu tena. Haya.
Hodi. Wenyewe hodi. Karibu. Nikusaidie nini? Samahani dada. Bila samahani. Ni kwamba nikuulizea. Eti hapa ndo kwa kina Aisha. Aisha yupo? Nimeelekezwa kuwa Aisha hapa ndo nyumbani kwao. Sasa namtafuta kwenye simu muda mrefu simpati. Kafanya nini tena? Au kwa ulipotoka kuna nini? Hamna kitu kibaya, ila mimi Aisha ni rafiki yangu. Sasa kwa vile simpati kwenye simu, ndio nikaulizia nikaelekezwa hapa kwa anaishi hapa. Aisha naye kuzoazoa. Wewe si kutoa wapi? Hatari, si mtoka nchi gani wenzetu? Kuna nini? Si unajua kuwapanga watu zako kama dia shoga yangu. Kitu iko. Wewe. Hii mara mwisho naongea na wewe. Si nitoka nikaja nikarudia tena. Yaani siku nikikutia kwenye mikono yangu, wallahi utakachokufanya wewe mtoto utatiwa ogo mwili mzima. Na wewe muuaji umefuata nini nyumbani kwetu? Muuaji tena? Wewe kina kushtusha nini? Kuna nini hapa jamani ninachoendelea? Si ufuate mambo yako. Fala wewe. Umefuata nini nyumbani kwetu? Nakuuliza umefuata nini nyumbani kwetu? Aisha. Kwanza naomba nikuombe msamaha. Nisamehe sana. Mimi nimekuja hapa kwa lengo moja tu. Kwa kweli kwa sasa mimi niko tayari kufanya chochote kile. Nipo tayari kufanya jambo lolote ambalo umeniambia. Nipo tayari kulea hiyo mimba. Lakini sio mimba. Nipo tayari kumlea hata huyo mtoto akizaliwa. Najua siku tunaongea maneno ambayo yamekukwaza. Najua umekasirika. Lakini makosa yameombewa binadamu Aisha. Naomba unisamehe na uyasahau yote. Hivi. Yaani sijui nikwambieje. Lakini toka siku ya kwanza mimi nilikwambia sitaki tena kukuona. Na hata ile siku nyumbani kwako niliyarudia maneno haya niyasema. Sitaki tena kukuona. Si unanielewa? Aisha, usiongee maneno makali. Yaani mimi nakuelekeza kwa mimi nimekupenda. Moyo wangu sasa hivi uko kwako. Wewe ndio mwanamke ambaye unaweza ukanifariji. Wewe ndio mwanamke ambaye unaweza kurudisha mimi furaha yangu. Baada ya kumpoteza mke wangu na shemeji yangu, nimepitia changamoto. Usiniletee ngonjera. Afu sikia. Yaani mimi natumia lugha rahisi sana. Afu pe Kiswahili nahisi ni chepesi pia na unaweza ukanielewa. Sitaki kusikia. Yaani sitaki kukusikia. Sitaki kukusikia wala kukuona kwenye maisha yangu. Huo msamaha, hivyo sio vitu gani? Huko sio hapa. Alafu kitu kingine. Yaani kabla wazimu wangu hujanipanda. Yaani wewe. Hivyo Aisha, naomba nisikilize. Baba, sitaki nakwambia, nimekwambia toka. Nimekwambia niko tayari kukuomba msamaha, nipo tayari kuishi na wewe. Sitaki sasa kusikia neno msamaha kutoka kwa mtu. Sijisikii, unanilazimisha. No, Aisha, mimi moyo wangu wote uko kwako kwa sasa. Uko hapa, mbona siuoni wa moyo? Naomba unisamehe Aisha. Siwezi, hapana, niache bwana wewe. Kitu gani? Nimekwambia toka. Yaani kabla akili yangu haijaruka. Sawa Aisha. Naomba uondoke. Yaani nenda. Afu wakati unaondoka, yaani fanya kama umefagia na nyayo zako, usije ukakanyaga tena humu ndani. Sawa. Fanya kama hujawahi kuja, fanya kama hujawahi kuniona, fanya kama hujawahi kuja hapa. Sitaki kukuona. Mimi naenda Aisha. Ila nitarudi tena. Babu, hata usiporudi alokuambia uje, na hata sijakuita, nilikuita mimi. Sawa? Pumbavu wewe. Na wewe ni jicho ile. Babu, ndo kama nilivyokuambia. Ndio. Nilipoenda kumwaga ile dawa, mume wangu mimi aliniona akanifukuza na hataki tena hata kuniona. Sawa. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama inawezekana unisaidie. Sawa sawa.
Ngoja niangalie umekosea wapi. Sawa baba. Sawa? Sawa. Haya. Unajua kosa lako ulilofanya? Baba. Wewe ulivyokwenda pale nilikueleza nenda saa 3. Wewe ulienda saa 6. Sasa ule muda yeye kashamka. Ndio maana amekufumania. Sawa. Sawa? Sintorudia tena baba. Sawa. Sasa unisikize kwa makini. Mimi nitakusaidia. Ndio baba. Utarudi kwa mumeo kama kawaida, sawa? Lakini ngoja niongee na mizimu yangu. Sawa baba. Nikipa ruksa basi hakuna tatizo. Sawa? Sawa. Kuna kiumbe kimekuja hapa kinahitaji msaada. Je, tumsaidie tumwache? Kama nataka kusaidiwa, atawezekana. Sawa. 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 Hiya. Haya, nipe taarifa. Kulungwa misemone nite mikolo. Mbe. Sawa, sawa. Mbe. Sikiliza mjoko wangu. Hao wako tayari kukusaidia. Lakini mbe. Meona hii? Na nafundo ngapi hizi? Sijui baba. Ngoja tuhesabu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meona? Sasa kwa mujibu wa mizimu yangu imenaniambia kwamba itabidi ulale hapa siku 7. Sijakuelewa babu, unamaanisha nini kusema mimi nilale hapa nawe? Tunakuja kulala kama mke na mume hapa Kilingeni kwa mganga. Kwa maana nilivyoangalia kule kuna mizimu mingi sana kwao inamlinda. Vinginevyo dawa haiwezi kufanya kazi. Ina maana mizimu haijaona masharti yoyote ya kunipa mpaka inipe mimi na wewe tuje tulale sehemu moja? Hivyo ndio vizuri. Aisha. Mbali ndo masharti hayo, baba unadanganya. Hapana jamani, hapana, mimi siwezi kufanya hivyo. Kwa hili mimi siwezi hili. Mimi siwezi. Siwezi jamani. Acha ondoke, atarudi yule. Atachokiona huko atarudi. Atarudi. Unataka kuondoka? Sawa, ngoja nikupe baraka mjukuu wako. Okay, mtoke moyo. Wali karawia muhadhara bote joma na wanaboga. Enda mjukuu wako. Sena sasa utabarikiwa. Tapata mali, taishi vizuri na mume wako. Macha yule atakuja mwenyewe. Nakusikiliza. Umesema huwezi kuongea kwenye simu mpaka unione. So, nakusikiliza. Punguza basi na wewe ukali hata kidogo. Fanani kuwa hivyo muda wote. Okay, mimi niko normal. Unaweza sasa ukaniambia hicho kitu. Umenisamehe kweli? Nishakusamehe. Kuna hicho au kuna jambo lingine ambalo limekuleta? Ndio lipo. Sahil. Najua baada ya yote yale nilikuwa nikijisikia vibaya, natapika, kichwa kinaniuma. Nikaamua niende kucheki ila ninajulikana nina ujauzito wako.
tabasamu